Hapa kuna mambo mawili ya kukamilisha na ni muhimu sana. Tumezungumza kwa urefu sana kuhusiana na chuki za kidini wanapotawala viongozi wa Kiislamu. Sasa kuna orodha hapa tumeipokea ya matamko ambayo TEC walikuwa wakitoa kila Muislamu na Mkristo wanapokuwa wanaongoza. Tumwambia wakati wa Nyerere ameongoza miaka 23, lakini tamko halikutolewa hata moja na TEC. Wakati wa Mwinyi miaka yake 10, TEC walitoa matamko 17. Wakati wa Mkapa miaka 10, TEC walitoa matamko 4 tu. Wakati wa Rais Kikwete miaka 10, matamko yalikuja 20. Wakati wa Magufuli miaka 6, matamko 3 tu. Wakati wa Mama Samia miaka 4, sasa hivi limefika tamko la 11. Kwa mnaweza mkaona wenyewe jinsi wenzetu TEC walivyotanguliza wa dini. Na kwa sababu TEC ni watu wa dini, Kitima ni mchuni, ni askofu, tutakamilisha presi yetu wakati amiri anawaruhusu kwa andiko lililopo katika Biblia. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Lifikisheni hili andiko vizuri. Anapojiita askofu ajue Biblia inataka kumwambia kitu gani. Biblia inasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Sharti la kuwa askofu kwanza usiwe mtu wa kufanya mambo ya kulaumiwa. La pili, Paulo anasema awe mume wa mke mmoja. Ili Kitima tumtambue kama askofu, atuambie ameoa lini, mke wake yuko wapi. Hiyo ni Biblia. Mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha na mpenda amani. Sasa haya yote yanaonesha kwamba uadilifu hawa TEC hawajaukosa kwa Watanzania tu kuwachochea kuwaua, mpaka kwa Mungu aliyewaumba wamepoteza uadilifu kwake. Ndio maana maaskofu wanakaa bila kuoa, wakati Biblia hairuhusu askofu kuitwa askofu akiwa hana mke na familia. Asalamu alaykum.